Iran imepanua mashambulizi yake ya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC kutangaza kuwa limefanya mashambulizi makubwa ya makombora ya ballistic na ndege zisizo na rubani dhidi ya malengo nchini Bahrain na Jordan, likidai kulenga miundombinu inayotumiwa na vikosi vya Marekani. Hatua hiyo imeongeza hofu ya kuenea kwa vita katika eneo lote la Ghuba na kuhusisha mataifa mengi zaidi katika mzozo unaoendelea kushika kasi. Hii ni mara baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya Iran usiku wa kuamkia hii leo Julai 14 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya IRGC iliyorushwa na vyombo vya habari vya Iran, operesheni hiyo ililenga maghala ya kuhifadhi silaha na vifaa vya kijeshi, kituo cha mawasiliano ya satellite, pamoja na jengo la makazi ya wanajeshi wa Marekani nchini Bahrain. Iran imedai kuwa maeneo hayo yanatumika kutoa msaada wa moja kwa moja kwa operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran, hivyo kuyafanya kuwa malengo halali ya kijeshi kwa mujibu wa msimamo wake. Mashambulizi hayo yalifanyika muda mfupi baada ya mamlaka za Bahrain kutoa tahadhari ya dharura kwa wananchi wake, zikiwataka waondoke katika maeneo ya wazi na kuelekea kwenye sehemu salama baada ya ving'ora vya tahadhari kusikika katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Vikosi vya ulinzi vya anga nchini Bahrain vilianza kufuatilia makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikikaribia anga la taifa hilo, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikiwekwa katika hali ya juu ya utayari. Mpaka sasa Bahrain hazijatoa taarifa kamili kuhusu kiwango cha uharibifu uliotokea katika maeneo yaliyotajwa na Iran, wala hajathibitisha madai ya IRGC kwamba malengo yaliyolengwa yalipiga kwa mafanikio. Pia hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa kufuatia mashambulizi hayo. Wakati huo hali ya tahadhari iliongezeka zaidi nchini Jordan baada ya makombora ya Iran kuonekana yakivuka anga la nchi hiyo. Chanzo cha kijeshi nchini Jordan kililiambia shirika la habari la serikali kuwa vikosi vya ulinzi wa anga vilifanikiwa kuyadungua makombora manne ya Iran kabla hajafikia malengo yake yote nchini humo. Mamlaka za Jordan zimesema kuwa uamuzi wa kuyatungua makombora hayo ulifanywa kwa lengo la kulinda usalama wa taifa na raia wake. Nchi hiyo ilionya kuwa haitaruhusu taifa lolote kutumia anga lake kama njia ya kushambulia nchi nyingine, na kwamba jaribio lolote la kukiuka mamlaka Jordan litajibiwa na hatua kali za kijeshi. Hata hivyo, IRGC ilitoa taarifa tofauti ikisema kuwa moja ya malengo yake ilikuwa kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo nchini Jordan. Kwa mujibu wa jeshi hilo, makombora ya ballistic yalielekezwa kwenye kituo hicho kwa madai kuwa kinatumika kuratibu operesheni za kijeshi dhidi ya Iran na kutoa msaada kwa vikosi vya Marekani vinavyofanya kazi katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika taarifa hiyo, IRGC pia ilitoa ujumbe wa kisiasa kwa wananchi wa Jordan. Jeshi hilo iliwataka wananchi hao kushinikiza kuondolewa kwa vituo vya kijeshi vya Marekani nchini mwao, likisema kuwa uwepo wa vituo hivyo unaiweka Jordan katika hatari ya kuhusishwa na vita vinavyoendelea. Iran imesema kuwa haina uadui na wananchi wa Jordan, ikisema inawaheshimu na inaamini wanaelewa mateso ya wananchi wa Palestina. Kwa mujibu wa IRGC, mashambulizi yake yalilenga maslahi ya kijeshi ya Marekani pekee na hayakuwa na lengo la kuwadhuru raia wa Jordan. Kwa upande mwingine, Jordan hajathibitisha madai ya Iran kwamba kambi ya Marekani ilipigwa. Badala yake, serikali ya nchi hiyo ilisema kuwa makombora yote yaliyoingia katika anga yake yalidhibitiwa na kutunguliwa kwa mafanikio, huku ikiongeza kuwa hakuna taarifa za vifo, majeruhi au uharibifu mkubwa ulioripotiwa hadi sasa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa ikiwa mashambulizi dhidi ya vituo vya Marekani katika Bahrain na Jordan yataendelea, kuna uwezekano mkubwa wa Marekani kuongeza hatua za kijeshi kulinda vikosi vyake na washirika wake. Hatua kama hiyo inaweza kuongeza kasi ya mashambulizi ya kulipizana kisasi na kufanya mazingira ya usalama katika Mashariki ya Kati